Jeshi la polisi limewataka wananchi wote ambao wanaoposti katika mitandao ya kijamii posti ambazo zinakuwa kinyume na maadili waache mara moja. Kamanda wa polisi huyu ameeleza kwa kina kwamba maadili kuporomoka chanzo kinaanzia katika mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ikitumika vibaya, basi utamaduni wa Tanzania unaweza ukabadilika na ukawa katika ile taswira ambayo watu wanatazama katika mitandao ya kijamii. Ameeleza kamanda huyu, amesema kwamba katika kila familia kuna wazazi, kuna ndugu na kuna jamaa pia, wahakikisha wanailinda thamani na tamaduni ya Tanzania kwa kuweza kuhakikisha uzalendo unakuwa sawasawa. Mitandao ya kijamii ina chachu na michango mikubwa sana, au mchango wa kuweza kuhakikisha Tanzania inatambulika katika nyanja za kimataifa kule duniani kama tamaduni isiyofaa, kama wakiendelea kufanya hiki ambacho wanachokifanya, kuposti vitu mtandaoni ambavyo vinakuwa vina maadili mema. Kamanda amesema kwamba maadili yanaanzia kwako wewe mwenyewe. Hivyo basi unavyokuwa unapiga picha na kuposti, hakikisha picha yako inakuwa ni picha yenye maadili, picha ambayo ukitazama hata ukimpa mtu yoyote aitazame anaweza akaenjoy na akajivunia sana kuhusiana na hiyo picha ambayo inakuwa iko katika mitandao wa kijamii. Aidha, kukabiliana na hayo yote inatakiwa kila mmoja aweze kuhakikisha na kuwa barozi na askari kwa mwenzake, kuhakikisha kila itwayo leo mazingira yanakuwa sawasawa katika upande wa mitandao. Unaona bwana, pia nadhani sakata hili hapa linahusisha moja kwa moja na wanaharakati au watumizi wa mitandao kwa ukubwa, na kwa asilimia kubwa namba ambayo inayoongoza kwa kutumia mitandao zaidi na zaidi kuhamasisha wengine katika sekta ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Lakini katika hizo ambazo nimezitaja, wasanii wanaonekana kuwa kuposti sana vitu ambavyo vinakuwa vina maadili. Hivyo vinakwenda moja kwa moja kuathiri jamii ile ambayo inageza maisha ya wasanii baadhi yao, lakini baadhi ya wasanii wanakuwa wanaposti vitu ambavyo vinakuwa vina maadili mema. Kwa hiyo kutokana na tangazo hili au maelekezo ya mheshimiwa hapa, kamanda huyo amejielezea na kujipambanua kwamba maadili inabidi tuyatunze sisi wenyewe, utamaduni wetu inabidi tutunze sisi wenyewe, Uafrika wetu inabidi tutunze sisi wenyewe. Pale ambapo maadili yatakapomomonyoka, athari kubwa itatokea, na hii athari itakayotokea sio serikali peke yake ndio itapata athari hii, mpaka jamii kwa ujumla, kwa sababu zile tabia zitakuwa zimebadilika kwa kiwango kikubwa. Itafikia wakati hata wazazi watashindwa kuelewa watoto waliowazaa wakoje katika upande wa maadili. Unaona bwana, kwa sababu serikali inaundwa na wananchi ambao wanatokea huko chini huko na wanakwenda juu katika ngazi za uongozi. Kwa hiyo kama kijana akianzia kule chini akaenda juu katika nafasi za uongozi, akaonekana hayuko sawa kabisa katika upande wa kutafakari, kufikiria, lakini pia kuwasilisha hoja zake kimsingi, hiyo yote inatokana na kuathirika kimazingira na kimaadili pia. Kama akiwa special katika upande wa maadili, nadhani kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa, na wote watakuwa wamepata elimu na mafunzo sahihi juu ya masuala ya matumizi ya mitandao. Lakini pia inashauriwa kwamba wanaharakati wa haki za kibinadamu waweze kushughulikia zaidi swala hili ili kuliweka sawa sawa, kwa sababu ukiangalia kwa asilimia kubwa, asilimia fulani hivi, mmomonyoko wa maadili huu, watu wanakuwa hawana elimu ya kutosha ni blog gani aweze kuangalia na blog gani asiweze kuangalia. Bana, kama hujasubscribe, lakini pia usisahau kushare. Bye bye.